Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari masomo ya Dominika ya 3 mwaka E, ambayo ni Dominika ya neno la Mungu. Somo la kwanza ni kutoka kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 aya ya kwanza hadi 4. Somo la pili ni kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kwanza aya ya 10 hadi 13 na aya ya 17. Injili ni ya Mathayo sura ya 4 aya ya 12 hadi 23. Wapendwa, hayati Papa Francisco aliliagiza kanisa la Mungu liadhimishe Dominika ya 3 kila mwaka kama Dominika ya neno la Mungu. Ilikuwa tangu mwaka 2020. Ni heshima kubwa kwa neno la Mungu. Awali ya yote niwakumbushe kufanya juhudi za kununua Biblia yenye vitabu 73, 46 vya Agano la Kale na 27 vya Agano Jipya. Ndiyo Biblia tunayosoma sisi wa Katoliki. Tukumbuke kwamba neno la Mungu ni nuru ya maisha yetu, ni taa linaloangaza katika giza. Watu wanaokwenda katika giza wanaona nuru kuu. Rejea somo la kwanza, wakisomewa au wakisoma wao wenyewe neno la Mungu. Ni hasara kubwa kwetu tunaposhindwa kusoma Biblia, kwa sababu uvuli wa mauti tunamoweza kukaa ungeangaziwa na nuru ya neno la Mungu. Pia ni hasara kubwa tunaposhindwa kujiunga na wengine kwenye jumuiya zetu ili tusomewe neno la Mungu tukiwa pamoja, na hivyo kupeana ushauri na kuonyana kulingana na neno la Mungu tunalosomewa. Kutojiunga na wengine kwenye jumuiya zetu ni kama kulidharau kanisa na utaratibu wake wa kuimarisha jumuiya. Ni kama kudharau neno la Bwana tunalosikiliza kama jamaa moja, ambapo kila muumini angesema neno hilo ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Rejea Zaburi ya 119 aya ya 105. Inapofika Jumapili, bila kusahau sikukuu zilizoamriwa, kutojiunga na wengine bila kuugua ni dhambi kubwa. Tena ni kukiuka amri ya 3 ya Mungu na amri ya kwanza ya kanisa: shika kitakatifu siku ya Mungu, hudhuria misa takatifu Dominika na sikukuu zilizoamriwa. Panapokosa misa, walao kuna ibada inayoongozwa na katekista. Natumai kwamba aliyeenda kinyume atakumbuka kuungama hiyo dhambi ya kutohudhuria ibada ya Jumapili. Katika kila ibada tunasomewa neno la Bwana. Yesu alitukumbusha umuhimu wa neno la Mungu aliposema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Kama alivyofanya Yesu, tunapaswa kuendelea kumpinga Shetani anayetukumbusha shughuli mbalimbali za kutunza mwili tu bila kutukumbusha kuhudhuria mambo ya kiroho. Inapofika wakati wa kwenda kulishwa neno la Mungu,
anatuonyesha tu shughuli mbalimbali za kufanya za kutunza mwili ili tukwepe kuhudhuria, tujiepushe kuhudhuria neno la Mungu ambalo ni neno la uzima kweli kweli. Shetani anachochea hata usingizi tunaposomewa au tunapotafakari neno la Mungu. Shetani anajua kwamba neno la Mungu litatusaidia kuongoka, kutubu, kama Yesu anavyohubiri katika Injili. Anapoanza kuhubiri neno, ujumbe wa kwanza ni kutubu. Sasa shetani asingependa tutubu, asingependa tuongoke. Na leo tungeadhimisha, isingekuwa Jumapili, tungeadhimisha kuongoka kwa Mtume Paulo. Yeye aliposikia neno la Mungu, aliposikia sauti ya Mungu, aliongoka. Shetani yeye asingependa tuongoke tukisikia sauti ya Mungu au tukisikiliza neno la Mungu. Kwa hiyo angependa tuendelee kumwasi Mungu na kuishia motoni kama itakavyokuwa kwake Shetani mwishoni mwa nyakati. Shetani angependa tusiwe wepesi wa kumfuata Yesu na kumsaidia kuvua wanadamu kama walivyokubali mitume wanne wa kwanza na mitume wengine waliokubali kumfuata Yesu na kumsaidia kupanua ufalme wa Mungu na kutokomeza ufalme wa Shetani. Kwa hiyo Shetani asingependa tusikilize neno la Mungu ambalo lingetufanya tubadilike na tuwe wafuasi wa Yesu na tumtumikie Yesu. Kwa hiyo kupuuzia neno la Mungu hata kwa kuchelewa, tunapoenda kulishwa neno hilo, pamoja na kwamba ni dhambi kwetu, ni hasara pia kubwa kwetu, kwa sababu tunakosa nuru, tunakosa mwanga unaotakiwa kwa maisha yetu na kwa utume wetu. Tunapokosa meza ya neno la Bwana, tunalazimika hata kukosa meza ya Ekaristi Takatifu, kwa sababu meza ya kwanza ambayo ni neno la Mungu inatuandaa vizuri kwa meza ya pili ambayo ni Ekaristi Takatifu, kama alivyofanya Yesu mwenyewe alipokutana na wanafunzi wawili wa Emau. Yesu alianzia kuwalisha neno la Mungu kabla ya kuwalisha mkate wa uzima. Rejea Injili ya Luka sura ya 24 aya 27 hadi 32. Kama wanafunzi wawili wa Emau, tunaposikiliza na kufunuliwa maandiko matakatifu, tungepaswa kuwa na furaha na upendo mioyoni. Mioyo yetu ingepaswa kuwaka ndani yetu badala ya kujiachilia katika usingizi unaochochewa na Shetani. Tujifunze pia kwa Waisraeli waliokuwa wamerejea kutoka uhamishoni. Walisikiliza neno la Mungu kutoka kitabu cha Torati tangu mapambazuko hata adhuhuri, bila kuchoka, bila kusinzia. Na Ezra alipokifungua kitabu hicho, watu wote walisimama, wote wakaitikia amina, amina, pamoja na kuinua mikono yao, kisha wakainama vichwa vyao, wakamsujudia Bwana kifudifudi. Rejea Nehemia sura ya 8 aya ya 3 hadi 6. Waisraeli hao walikubali neno hilo la Mungu liwaguse, wakaguswa hadi kulia. Maana tunaambiwa na hicho kitabu kwamba watu wote walilia walipoyasikia maneno ya Torati. Rejea Nehemia sura ya 8 aya ya 9. Na sisi jamani, kwa nini tusiache neno la Mungu, maneno ya Mungu yatuguse? Hata kama sio kulia, kwa nini tuyapitie haraka haraka?
si angeweza kubadili mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu, halafu yakatukumbusha majukumu yetu na wajibu wetu? Baada ya kusikiliza neno la Bwana, tunapaswa kujitahidi kuishi neno la Bwana, tukabadili tabia mbaya zetu, tukajikita katika matendo ya huruma na matendo ya upendo. Baada ya kukisikiliza kitabu cha Torati, watu walipokwenda kula na kunywa, waliwagawia wengine chakula kwa furaha nyingi, kwa sababu walikuwa wameyafahamu maneno yale waliohubiriwa. Rejea Nehemia sura ya 8 aya ya 12. Kwa hiyo ukarimu wetu ungeongezeka baada ya kulisikiliza neno la Bwana, tukawakumbuka wengine, tukawajali na kuwahudumia, hasa wale wenye uwezo mdogo. Mambo ya faraka na fitna yaliyokemewa na Paulo katika somo la pili, na chuki na maovu mengine yanayoshuhudiwa hapa na pale yangekoma au walau yangepungua. Katika ibada ya leo, tumuombe Mungu atujalie neema na moyo wa kupenda neno la Mungu, na tujitahidi tusichelewe tunapohudhuria ibada, ili tuwahi kusikia neno la Mungu. Tununue Biblia, tuisome, tuisikilize kwa heshima kubwa kabisa. Tuzingatie tunavyosoma au tunavyosikia na tutubu. Halafu tuanze kuishi neno la Mungu, tuanze maisha mapya. Halafu tukigundua pale ambapo tumekosea, tulipoishi kinyume na neno la Mungu na amri za Mungu na amri za kanisa la Mungu, tukigundua dhambi za kukosea heshima neno la Mungu na kukosa ari na bidii kwa neno la Mungu, au tukakosa mvuto kwa neno la Mungu, basi tuamue kubadilika na dhambi hizo tulizozitenda tuziungame katika sakramenti ya kitubio. Tuishi Injili, hatimaye baada ya maisha ya Kikristo hapa duniani tukaribishwe na Bwana wetu kwenye ufalme wa mbinguni. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.